kipindi hiki ni kipindi chako Bwana. Roho Mtakatifu endelee kutuongoza na neno lako Mungu lizame katika mioyo yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tunaomba hivi. Amen. Na leo tutasoma katika kitabu cha Warumi. Today we are going to read the Romans Sura ya 12 verse 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. 1. Scripture. Tusome katika jina la Yesu. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Na leo tutazungumzia kutoa miili yetu iwe dhabihu. Today we are going to talk about to give our body to be sacrifice. Mtu ambaye anayetoa mwili wake kuwa dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, Someone who give his body to be sacrificed to God, ni mtu anayebadilika. is someone who has been changed. Ni mtu ambaye anaye utofauti na wengine, Someone who was different with other people. kwa sababu yeye mwili wake wote unajaa Roho Mtakatifu. Because that guy, all his body is have a spirit of God. Nikitafakari neno tuliyofunzwa wiki iliyopita, When I remember the scripture of the last week, mchungaji aligusia kwa ajili ya kitabu cha Luka sura ya 13. the pastor touched about the Luke 13, Mstari wa kwanza hadi 9. start 1 to 9. Alisema ya kwamba kwa ajili ya kutubu. He was talk about to repent. Lakini niligusia mistari miwili mitatu, But I was read 2-3 sentences, verse ya 3 na verse ya 5. verse 3 to 5 Inasema ya kwamba yule asiyetubu ataangamizwa na Yesu Kristo. says someone was no repent. Someone was not is no need to be repent will be Kuangamizwa. he was being destroyed. Will be destroyed. Na kwa kweli yeyote yule anayejitoa mwili wake kuwa dhabihu ndani ya Yesu Kristo, Someone who will be sacrificed to God yeye ni mtu ambaye anayejua kutubu. is someone who know how to repent. Ni mtu ambaye anayejielewa. Someone who know himself. Na ndio maana hii verse ya pili, Either why the verse 2 wala msifuatishe namna ya dunia hii, talk about don't be like the people of this world, bali mgeuzwe nia zenu but is change your mind kuwa dhabihu to be sacrificed, na kufanywa upya to be made new, na kujua hakika mapenzi ya Mungu. and to know how God needs you. Mtu anayegeuzwa Someone who's been changed ni mtu mtakatifu. is someone who's Ni mtakatifu. someone who's been changed. Na hapo kuna historia nzuri la ndugu zetu Stefano, There is one story of Stephen, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anageuzwa ndani ya Yesu Kristo. because it's someone who has been changed in Jesus Christ. Halikubali kuteswa kwa ajili ya Yesu Kristo. He has been accepted to be done bad because Jesus Christ. Maisha yetu, Our life, mifupa yako, our bones, minofu yako, our state, damu yako, our blood, uyagabize kwa Bwana, you're supposed to give everything to God. kwa sababu ndipo utakapopata uzima wa milele. Because either way you get eternal life. Bila kutoa mwili wako,
without give your body, bila kutoa akili yako, without give your mind, bila kutoa mawazo yako, without give your mind to God, maishani mwako hauwezi kupata ufalme wa Mungu. in your life you can get the eternal life. Nchi wa Samaria, The country of Samaria, kulikuwa mtu maarufu sana. there was one guy who was too much known, Alikuwa Simeoni mchawi. Simeon, which Unaweza soma kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume, when you read Acts sura ya 8, na mstari wa 9 hadi 13. 9 to 13, Alikuwa mtu maarufu katika mambo ya kidunia. he was too much known in things of this world. Kwa sababu alikuwa hajabadilishwa ndani ya Yesu Kristo, Because was not changed, alikuwa mtu ambaye anajitumania uchawi wake. or someone was proud to bewitch to help him. Lakini mtumishi wa Mungu Filipo But the servant of God, Philip, alipofika katika nchi ya Samaria, when he went to Samaria, alipoanza kuhubiri neno la Mungu, utukufu wa Mungu, when he started preaching the word of God, yule mchawi alikuja kwa Filipo. the rich man went to Philip. Filipo akamwambia, geuza nia zako, Philip told to him, just change. umkaribie Yesu Kristo, Change your mind to be close to Jesus, ili upate uzima wa milele. so that you can get eternal life. Na wakati alipogeuka, And the time he changed, akageuza nia zake na matendo yake, the time he changed their beliefs, alipomjua Yesu Kristo, when he know Jesus Christ, watu wote wakashangaa sana. everybody was wondered. Na ndivyo maisha yetu yote, Either why our life, bila kugeuka, without change, tunajisumbua bure katika ibada. even if you come in church, if you don't need to be changed in Na nothing, ibada letu halitakuwa na maana. our preachers, it will not be anything. Na ndio maana ujumbe wa leo umekuja, Either why the message of today, tutoe miili yetu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza. let us to be sacrificed. Na ndio ibada letu litakapoonekana la maana. Either why our prayer, our everything we do for God should be important. Na kufanya upya nia zetu. And to make our decision to be new. Tusijitufanyie tu mimi ni msomi sana, Don't proud because I got skills, I'm educated people, mimi ni tajiri, I'm rich, na kukosa ufalme wa mbinguni. and you will not get the eternal life. Lakini ukijitoa kwa Yesu Kristo, And if you sacrifice to Jesus Christ, ukawa mtu mpya ndani ya Yesu Kristo, if you be new person, na sasa huo tajiri, and everything you got, utaona ufalme wa mbinguni. you will see the kingdom of. Geuza matendo yetu mabaya, Just change our behavior, geuza mwenendo wako mbaya, change everything we do is bad, geuza tabia yako mbaya, change our character. na ndivyo ibada letu itakapoona ibada takatifu mbele ya Yesu Kristo. Either way, we be called Christians. Na ndio maana kiongozi akasema wiki iliyopita, Either way, the pastor talked about last week. kutubu ni neno la muhimu sana katika Ukristo. To repent is very important in the Jesus' life. Bila kutubu jameni, Without repent, bila kutubu watumishi wa Mungu, without repent, kamwe hatutaona ufalme wa Mungu. never will not go to heaven. Na mimi nina furaha kubwa katika ibada la asubuhi. Me, too much hard today. Jinsi somo tulilolisoma, na ndio niligusia kwa hilo somo, kulingana jinsi mtu ambaye hajabadilishwa, That's why we read in the scripture, ni mtu mbaya sana. someone who's been not changed is someone is too much bad. Sauli alikuwa mkatili. Saul was too much bad Katika karne ya kwanza, in the starting the first year. Kanisa la Kristo liliteswa sana na Sauli. The first church was been too much totalized with Saul. Lakini wakati alipokwenda Damasiki kwenda kuharibu kanisa la Damasiki, The time he was in the way going to Damascus before the church, alikutana na Yesu Kristo.
he met with Jesus. Akamwambia Sauli, mbona unaniuza kwa nini? Jesus told him, Saul, why you trouble my church? Lakini tusiende mbali kwa Sauli, wakati alipobadilika, The time he changed, alikuwa mtu mzuri sana ndani ya Yesu Kristo. he became good person in Jesus Christ. Akawa mtu ambaye aliyejituma kwa mwili wake wote ndani ya Yesu Kristo. He was someone who has been sent everything to Jesus. Hata mali yake alimkabidhi Yesu Kristo. Even their resources give to Jesus. Tukitoa maisha yetu yote katika Yesu Kristo, When we give our life in Jesus Christ, ndio tutakapobarikiwa katika maisha yetu. either way we will be blessed. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tutoe miili yetu iwe dhabihu takatifu, Let us give our body to be sacrificed to na Jesus. ndivyo ibada letu itakapoonekana ni la maana. Either way, people will shine to us. Tusifuatishe namna ya dunia hii, Don't fall the way this world is going. kwa sababu watu wa dunia hii ni watu wa hatari sana. Because people in this world, they are too much danger. Wana mambo mengi ya ukatili. We got too much things we do for the bad things we do in this world. Na hiyo maana kuna tofauti mtu kuitwa Mkristo Either way, there is different. Someone who's been called Christians na mtu ambaye sio kwa Mkristo. and someone is not Christians. Kuna utofauti wa ajabu sana. There is big difference. Kwa sababu yule anaitwa ni Mkristo Because someone who's been called Christian, ana mipaka ana mipaka ya kufanya. he got some limited to do. Lakini yule ambaye si mjua Kristo, But someone who don't know Christian, Yeah, who don't know Christ, yeye hufanya tu uona mambo yote ni mzuri kwake. is doing everything for him. Lakini- Because you see everything is good to him. Lakini sisi ambao waliotoa miili yetu kuwa dhabihu kwa Yesu Kristo, But we give our body to be sacrificed to God, we got some limited to do. tunajua ya kwamba ili nikifanya ninamkosea Yesu Kristo. We know if I do this one, it's bad to Jesus Christ. Ni mzuri kaka zangu, It's good, my brother. ni mzuri kwa mama, It's good to our men. ni mzuri baba aliyo hapa, It's good to our Father who's here. tutoe miili yetu iwe dhabihu takatifu ya Mungu, Let us give our body to be sacrificed to God. na ndio ibada letu itakapoonekana kwa maana. That way everything we do should be good. to God. Tusifuatishe namna ya dunia hii, Don't follow how the world is going. bali tugeuze nia zetu Let us change our behavior zielekee Yesu Kristo, to be follow the same na Jesus' name. Roho Mtakatifu au mwongozo wa maisha yetu, The Holy Spirit to be guided. na tukizingatia haya, When we keep this, na tutapata uzima milele. we're going to get eternal life. Na Mungu alibariki neno. And God pray their word.